tukubaliane kwamba kutambuana ni uzalendo, tujue kwamba wewe ni mwenzetu, Mtanzania mwenzetu. Jamani, si tunakubaliana hilo? Kwa hiyo kama mtu ana kitambulisho cha taifa, tulisema huyo asisumbuliwe tena kuanza kutafutiwa mambo ya udhamini. Na waziri wa mambo ya ndani yuko hapa, tulikubaliana hayo ndani ya serikali, na taasisi za kifedha zilisema hivyo hivyo, kwamba wale ambao wana kitambulisho cha taifa hawaombwi barua za udhamini kwa sababu wanatambulika kwamba ni Watanzania. Kwa hiyo mkurugenzi, mzingatie hilo la masharti ili kusiwe na usumbufu unaoweza kuzuia wenzetu hawa kupata fedha. Nasema kwa hapa Ubungo, lakini pia na maeneo mengine, kwa sababu yalikuwepo malalamiko pia kwamba Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha, lakini fedha zile zinabaki kwenye akaunti zetu za baadhi ya halmashauri, baadhi ya benki, kwa sababu tu masharti yaliyowekwa yanawazuia wafanyabiashara wetu wadogo wadogo kuweza kuzipata hizo fedha. Tusikae na fedha, hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Ziende fedha zikafanye kazi, zikawasaidie mitaji wa Tanzania wafanye biashara. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, umepokea ushauri huu wa mambo ya ramani. Na mimi niwaambie kitu kimoja. Mna mkuu wa wilaya mfuatiliaji kweli kweli. Mimi namfahamu. Ni mfuatiliaji. Nadhani kwa sababu ya hiyo nature ya taaluma yake kwamba ni wakili. Ni mfuatiliaji kweli kweli wa masuala ya wananchi wake. Nadhani anageukaga anakuwa wakili wa wananchi. Mimi nakumbuka hata wapi kule alikokuwa Morogoro, alitengeneza vitu vizuri sana. Ndio maana nadhani Mheshimiwa Rais akaamua amlete kwenye jiji hapa aje atengeneze mambo haya. Kwa mimi naamini haya yote atafuatilia na hivi amekuwa ndo mwenyekiti wa soko. Mimi naamini mmejua kulenga. Atafuatilia hayo mambo ya ramani. Namjua atafuatilia mambo ya ramani. Nakumbuka alivyofuatilia mambo ya bodaboda wakati huo mimi niko waziri wa fedha. Nakumbuka jinsi alivyofuatilia yale mambo. Walikaa kikao, akawa amesikia Mheshimiwa Rais ameelekeza faini zile zishushwe. Na kuambia nilipokea message hizo kila wakati. Kwa hiyo naamini hata haya ni mambo ambayo atayafanya. Haya, tumalizie na mama yetu. Kwa majina naitwa Catherine Mhando. Mimi lalamiko langu ni kuhusu stendi ile iliyohama ile. Sisi tumefanya kazi ndani mle. Stendi inaondoka, tukalipwa hela robo. Bosi wetu kwa tunampigia simu, hatujibu chochote. Bosi wenu nani? Anaitwa Elia. Alikuwa ni nadhani hata halmashauri wenyewe wanamjua. Hapa nikiongea wengine wapo wanamjua. Tulipa hela robo sisi na wengine hajalipa kabisa mpaka dakika hii. Na tukimpigia simu hapatikani. Sasa tunahangaika sisi, hatuna hela. Wenzetu mtu anayelijua ili mkurugenzi unalikumbuka jambo hili? Au ni nani? Mama alishafanya kazi, yeye na wenzake wamelipwa robo, wengine hawajalipwa. Haya ni mambo ambayo nayakataza, watu kuondoka na haki za wenzao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la fidia walishughulika nalo TANROADS pamoja na DART. Wanasema walifanya kazi, walishafanya kazi mle ndani ya stendi. Hebu mpeni mic atufafanulie tena. Mama yetu tufafanulie, mlifanya kazi kwa nani? Samani kidogo. Kuna huyu mama hapa nyuma, huyo hapa analifahamu tatizo lake, ndio ametusaidia tukapata hela kidogo. Hebu tuambie uliyesaidia. Huyu ndo alisaidia? Hebu tuambie. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Agnes Kiando, ni afisa tarafa ya Magomeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa walifanya kazi ya usafi. Aliyekuwa mkandarasi wao aliwadhulumu pesa. Lakini wakafika ofisini kwangu, nikawasaidia na wakalipwa kama anavyosema kidogo. Akawa ameahidi tena
atapita kuwalipa. Katika zile ahadi hakuweza kuonekana tena. Ni nani huyo mkandarasi? Mkandarasi na jina kidogo nimelisahau, maana ni muda mrefu kidogo. Sasa huyo mkandarasi atafutwe. RPC, hebu pewa majina ya huyo mkandarasi, atafutwe ndani ya mwezi huu, wawe amewalipa hawa watu fedha yote hii. Asante, tumepokea kiongozi. RPC, nipate mrejesho kwamba ameshalipa, ili kama hajalipa, mimi ninayo dawa ya watu wasio na adabu wanaodhulumu kazi za wenzao. Haya mambo haya ni mambo yanayoudhi sana. Yanafanywa na baadhi ya wakandarasi, kwamba wao fedha ya mradi wanakuwa wameshapewa na serikali, halafu wao hawawalipi waliofanya kazi. Kwa wananchi wanaendelea kulalamika wakidhani labda serikali haijalipa, lakini kumbe serikali ilishalipa. Wameamua wale kuchukua na jasho la wenzao. Huu sio utaratibu mzuri. Sasa huyu atafutwe, tumempa hiyo bonus mpaka mwisho wa mwezi, orodha yote, wale watu wote walipwe. Haya mambo hayakubaliki. Haya ni mambo ya ajabu haya, kuzoea watu wanachukua na serikali imetoa fedha ya mradi. Ndio maana tunaweka bajeti ya mradi, tunajumuisha watu wote watakaofanya kazi katika mradi huo. Sasa mtu ameshafanya kazi, serikali imeshalipa, huyo ambaye amelipwa hiyo fedha anaamua kuondoka na fedha ya wenzake waliofanya kazi katika mradi huo. Na wengine ni wakandarasi wa nje, tunawalipa fedha, na sisi serikali tukichelewesha fedha wanaweka na riba. Halafu wao wakipewa fedha hiyo hawawalipi wenzao. Tutaelewana tu. Sasa la mwisho, na washukuruni sana, nimeona watu waliokuwa na hoja tumezipokea zote. Tutakuja kwenye ziara rasmi tutakapokuwa mkoa wa Dar es Salaam, tutaendelea kuongea zaidi na zaidi yale mengine ambayo yatakuwa hatujayaongea leo. Nimalizie tu mambo mawili. Jambo la kwanza, ndugu zangu wana Dar es Salaam, nimesema na nitaendelea kurudia kusema, tuendelee kuwa wadau wa amani ya nchi yetu. Hapa Dar es Salaam tumeendelea kudhania swala la usalama ni la vyombo vya usalama. Hapana. Jambo linalohusu usalama wa raia na mali zake na nchi yetu ni la kila Mtanzania. Wamekuwa wakijitokeza watu wanakaa, wapo tu kwenye, mnaona hawaendi hata maeneo ya wazi. Unajua kuna loji fulani ama nyumba fulani wameigeuza kuwa loji, watu hawajulikani wametoka wapi, halafu tunakaa nao na hatutoi taarifa. Hayo ni mambo ya hatari kwa nchi yetu. Kuna siku tulikuja kukamata nyumba moja hapa, na nikupongeze sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ina watu wa mataifa matano tofauti wako kwenye loji moja, na wapo tu na hawana kazi wanayofanya. Kwa ajili ya mahusiano ya kimataifa na mwanadiplomasia nguli hapa Profesa Kabudi yupo, sitawatajia yale mataifa. Lakini hao watu wanaendaje, wanakaa loji bubu, hawana kazi wanayofanya, haijulikani wameingiaje. Halafu na sisi tuko majirani tunawaona hapo na tunaona jambo la kawaida tu. Hii kwa majira ya sasa si jambo zuri. Lazima kila Mtanzania ashiriki kwenye masuala ya usalama na ulinzi wa nchi yetu. Amani katika eneo husika, mnufaika wa kwanza ni yule mwananchi wa eneo hilo. Kwa mfano, hapa amani ikikosekana hapa, waathirika wa kwanza ni nyie wenyewe. Wale walioko Msoma wao wataendelea na shughuli, walioko Manyara wataendelea na shughuli, walioko Iringa wataendelea na shughuli. Ninyi hapa mkaruhusu amani ikavunjika, waathirika wa kwanza ni nyie hapa. Hivi anaweza akatokea mapigano hapa afu akafa mtu ambaye yuko anachunga kule Sikonge, ataumia wa wapi? Wa hapa hapa. Kwa hiyo haya mambo tuwe macho kila dakika tuwe macho.
wanasema hii sio mtu anapewa hela yuko wapi huko, alafu anakuambia nenda kafanye fujo pale Sinza simu 2000. Yeye yuko kule ananyosha na miguu yote, ameweka chai ya moto na kinywaji cha baridi. Haya ni mambo ambayo tuyazingatie kila dakika, na mimi niwaambieni, masuala yeyote yanayohusu usalama wa nchi wala sio mambo ya kubageni. Ni lazima tuwe na amani kwenye nchi yetu. Kwa hiyo kila Mtanzania awe mdau wa jambo la amani katika nchi yetu. Nitasema mawili. La mwisho, la pili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uko hapa, nimesema na mikoa mingine. Na bahati nzuri Waziri wa Uwekezaji uko hapa. Vyombo vyetu vyote vya udhibiti, ofisi za serikali, lazima tuheshimu biashara za watu. Kuheshimu biashara za watu ni jambo ambalo limewekewa kama moja ya msingi wa kutekeleza dira 2050. Waziri wa Uwekezaji yuko hapa. Taratibu zile za zamani ambazo tulikuwa tunaweza kuendesha maisha ya kila Mtanzania kwa kutumia mkono wa serikali peke yake yameshapitwa na wakati. Sasa hivi hayawezekani, wala mtu asikudanganye. Zamani, Profesa Kabudi yuko hapa, tungempa muda atoe hilo somo, angewaambieni. Zamani wanafunzi wa elimu zote za juu, kuanzia ile iliyokuwa inaitwa middle school na vyuo hawajazidi 50. Wakiwa hawajazidi 50 wanafunzi wote wa middle school na vyuo, maana yake nini? Kabla hawajamaliza masomo wameshapewa idara watakaoenda kufanya kazi serikalini. Hajamaliza hata masomo, ana barua 3 achague akafanyie wapi kazi. Kwa hiyo ilikuwa inawezekana mambo ya ajira, mambo ya kila kitu kufanywa na idara za serikali. Sasa hivi mdau mkubwa tunayetarajia atoe maisha kwa Watanzania ni sekta binafsi. Sasa ukiwa ofisini alafu ukaacha kuheshimu sekta binafsi, maana yake hauheshimu maisha ya Watanzania. Ndio maana nilipokuwa juzi kule nilisema sitaki kuona hata sahani tu inakuapuliwa, sahani ya ubwabwa. Wewe unaweza ukaona ni sahani ya ubwabwa, hiyo ni ofisi ya mwenzako. Huo ni mtaji wa mwenzako. Tuache utaratibu wa kutunga sheria zinazolenga kuumiza shughuli za uzalishaji za watu. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na ninyi hapa hivyo hivyo. Maanake ile pale niliyosema ya Iringa ile pale, walikuwa wametunga sheria kwamba mtu sio akiegesha wapi, inaitwa sheria ya maegesho. Sio akiegesha wapi watakamata chombo chake cha usafiri. Iwe gari ya biashara, gari binafsi, pikipiki, bajaji, watakamata. Wakikaa nayo siku 30 eti wanaiuza ndani ya siku 7. Na siku wakiuza wanaendelea kukudai fedha ya kukaa na hicho chombo chako. Watu wanaona kama watu wana hela wameziweka mahali hivi hazina matumizi. Watu wanahangaika kupata hiyo. Unaweka tu 50,000, 100,000, 200,000, milioni 3. Watu wanahangaika kuipata fedha hiyo. Lazima tubuni vyanzo vingine, Waziri wa Uwekezaji yuko hapa. Tuwekeze, tujenge utaratibu wa kuanza kupata mapato kutokana na uwekezaji. Haya mambo ya kuanza kupata mapato kutokana na faini ni sheria za kikoloni. Watu wafanye biashara, tuwekeze, jengeni maeneo ya uwekezaji. Hii mambo ya kufanya faini ni chanzo cha mapato. Ni unyang'anyi huo. Wewe ukiona malengo yanataka kushindwa kutimia, unaanza kukagua tu driver. Unakagua gari yote nzima, unamwambia mbona hujachana nywele vizuri? Haya sio. Lazima tuende hatua. Mheshimiwa Waziri wa Mipango yuko hapa, atawaambieni naye ni muda tu hautoshi. Tungewaruhusu hawa magwiji hao wangewaambia. Nchi inapopita hatua fulani ya maendeleo, uchumi wa kati, na ustaarabu na wenyewe uwe wa uchumi wa kati. Sio mambo ya zamani ya sheria za kikoloni tulizozirithi. Ndio. Sasa ni mambo magumu kuelewana, lakini ndio hivyo, inabidi tuelewane. Kwa sababu sasa fikirieni,
leo hii kila mwaka vijana takriban milioni 2 wanaingia kwenye soko la ajira. Halmashauri ziko 184. Utaweza kuwagawa wote milioni 2 kila mwaka kwenye halmashauri? Haliwezekani. Wizara ziko ngapi? 20 na wizara ziko 26. Utawagawa watoto milioni 2 kila mwaka waajiriwe kwenye wizara? Kila mwaka milioni 2. Tangu uhuru wafanyakazi wote hawajawahi kufika milioni 1. Hawa milioni 2 wa kila mwaka utawagawa kwenye wizara? Haiwezekani. Huwezi kuwagawa. Nini? Lazima tuheshimu sekta binafsi, lazima tuheshimu uwekezaji. Ndio, tuheshimu uwekezaji, tuheshimu kazi za watu tena watu wanaojiajiri. Watu wanaojiajiri ni watu wanatakiwa waheshimiwe sana, kwamba wanaendesha maisha yao, wanalipa na kodi. Sasa watu wanaokikaa ofisini, ndo kijana amekuja hapa anasema, unakuta ofisini unatoa majibu ya dry. Hujui kwamba unamtolea lugha ya dry bosi wako huyo. Huyo ndo mwajiri wako. Ndo anayekulisha huyo. Ndo anayeendesha nchi. Haya mambo lazima tuyazingatie hivyo ili tuweze kutatua jambo la kutengeneza ajira kwa vijana. Na Mheshimiwa Rais alishasema hili, tutaongea na wataalamu. Mimi nilimsikia akisema tutaangalia hata vijana wanaojiajiri miaka ya mbele kule tunakokuja. Vijana wanaojiajiri wametoka chuo kikuu akajiajiri, kaenda zake JKT, katoka huko kapata ujuzi wa kujiajiri. Akishajiajiri vijana wale hata mikopo ya elimu ya juu wasidaiwe. Mheshimiwa Rais alishalisema tutakaa sisi huko wataalamu tuliangalie. Mtu anayejiajiri anatengeneza na ajira za wenzake. Anatupunguzia tatizo kubwa sana kwenye nchi, lakini anaongeza pato la nchi. Sio mtu wa kudharau. Sio mtu wa kumfanya aishi maisha ya digidigi hivi. Digidigi hata tawi tu likidondoka anakimbia. Hapana. Huyo ni mwekezaji. Mwekezaji sio lazima atoke nje. Na Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, hata ile kauli, kwa sababu nimemwona Kamanda Mlilo, hata ile kauli mbiu ya Yanga ile ya mwekezaji ni mwananchi mwenyewe ni nzuri tu, si inamaanisha ni yeye mwenyewe.